Yesu Kristo. Ndugu zangu, tumejumuika hapa pamoja kufungua rasmi hiki kituo cha sala cha Mtakatifu Stefano Shahidi Lingato. Tunakiweka mikononi mwa Mtakatifu Stefano Shahidi au mwombezi mkuu wa kanisa hili, lakini pia au mtoto Yesu ambaye amezaliwa siku ya jana kutuletea umoja na amani, na mama yake Bikira Maria awe mama yetu, awe msaada wetu, huku tukiendelea kumuomba Yesu awe pamoja nasi kila siku tunapoadhimisha ibada katika kanisa hili, na pia kupitia maombezi ya Mtakatifu Stefano Shahidi nasi tuweze kuwa mashahidi wa neno la Mungu na kueneza habari njema kwa kila familia katika kigango hiki au katika maeneo haya ya Lingato. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Baba yetu aliye mbinguni, hapa Salamu Maria, tuombe. Mungu Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutupatia nafasi ya kuanzisha kituo chetu cha sala. Tunakuomba utupe umoja, nguvu na moyo wa kujitoa. Uongoze viongozi wetu tuliochagua siku ya leo. Bariki wachangiaji na walete watu wengi kwako kwa njia ya maombezi ya Mtakatifu Stefano Shahidi, ili wote tukiwa tunakushuhudia kwa imani kubwa tuweze kuongezewa imani, mapendo na matumaini, huku tukiendelea kuinjilishana na kujengana kiimani na kimwili. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Na baraka ishukie hili eneo na watu wote ambao watakuwa wanasali hapa, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Nia za misa. Tunaombea marehemu Jeremaya Ongito, Felicita Ongito, Sofia Jeremaya, Rusia Jeremaya na marehemu wote wa familia ya Ongito, pumziko la milele. Pia tunaombea marehemu Esther Mapunda na Mzee Changa. Mungu awasamehe dhambi zao na wajalie pumziko la milele. Raha ya milele wape Bwana, wapumzike kwa amani. Raha ya milele wape Bwana, wapumzike kwa amani. Ndugu zangu, leo tunaadhimisha sherehe ya Mtakatifu Stefano Shahidi, ambaye alikuwa semasi wa kwanza wa kanisa la mwanzo. Alikuwa tayari kushuhudia imani yake kwa Bwana akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Aliutangaza ufufuko wa Kristo na kuwahimiza watu kuongekea imani. Msamaha tunaambiwa aliutoa kwa wale waliomuua, unaakisi msamaha alioutoa Yesu mwenyewe kwa wale waliomsulubisha. Na pia leo ni sikukuu, inapokuwa sikukuu ya Mtakatifu Stefano, pia inajulikana kama mtangulizi shahidi na shahidi wa kwanza. Inatukumbusha kuhusu gharama kubwa tunayotoa tunapoiweka imani yetu kwa mfalme aliyezaliwa wakati huu. Na tunapomshukuru Mungu pia kwa kutuwezesha kuanza kituo cha sala hiki katika maeneo haya ya Lingato. Tuna sababu ya kumwahidi Mungu kumshuhudia mtoto huyu aliyezaliwa kwa imani kubwa, kwa nguvu zetu zote, huku tukiendelea kueneza Injili sisi kwa sisi. Inamaanisha kwamba tunaalikwa sisi kuwa mashahidi wa mambo haya yanayoendelea kutokea, tukiongozwa na maombezi ya Mtakatifu Stefano. Mara nyingi tunashindwa kutimiza huo wajibu wa kueneza habari njema. Wakati mwingine tunaona aibu kwa sababu ya imani yetu. Kwa wakati ambao tumekosa kusimama imara kama Mtakatifu Stefano, ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Bwana, leo tunasherehekea kuzaliwa kwake mbinguni Mtakatifu Stefano Semasi, shahidi wa kwanza aliyejua kuwaombea hata watesi wake. Tunakuomba utujalie tuweze kuiga kile tunachoadhimisha, ili tujifunze kuwapenda pia maadui wetu, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume. Stefano, akijaa neema na uwezo, alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mauli na la Makilene na la Waiskadelia na la wale wa Kilikia na Asia wakaondoka na kujadiliana na Stefano, lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo Roho aliyesema naye. Basi waliposikia maneno yake, wakachomwa mioyo, wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wake wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli, wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana huyu, pokea roho yangu. Akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya akalala. Na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Neno la Bwana. Mikononi mwako naiweka roho yangu, e Bwana. nyumba yenye maboma ya kuniokoa. Ndiwe genge langu na ngome yangu, kwa ajili ya jina lako
uniongoze, unichunge. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Umenikomboa e Bwana, Mungu wa kweli, bali mimi namtumaini Bwana, na nishangilie nizifurahie fadhili zako. Umwangaze mtumishi wako kwa nuru ya uso wako, uniokoe kwa ajili ya fadhili zako. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia mitume wake, jihadharini na wanadamu, maana watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao watawapiga, nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu, kuwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo watakapowapeleka, msifikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile mtakayosema. Kwa kuwa si ninyi msemayo, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Na ndugu atamsaliti nduguye ili auawe,
Na baba atamsaliti mwana, na wana watawainukia wazazi wao na kuwafisha. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Neno la Bwana. Mungu ni mwema na kila wakati. Ndugu zangu, bado tupo kwenye shangwe na sherehe na furaha ya kuzaliwa Mwokozi, mfalme wa amani na mfalme wetu. Lakini leo pia tunasherekea kuzaliwa kwa Mtakatifu Stefano shahidi, kuzaliwa kwake mbinguni. Katika somo la kwanza, kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaelekezwa vile mitume walivyoishi, wakaishi imani yao vema na kuishuhudia kwa wengine bila uoga. Na huo uoga, kukosa huo uoga ndio uliomfanya Mtakatifu Stefano aishi vizuri na atetee imani yake mpaka kukubali kuuawa. Tumsifu Yesu Kristo. Na lazima kila mmoja awe na historia. Tumeambiwa katika Injili ya leo kwamba walivyokuwa wanamuua Stefano, waliweka nguo zao chini ya kijana mdogo aitwaye Sauli. Na tunamjua Sauli alikuja baadaye kuwa misionari mwema wa mataifa. Kwa hiyo Mungu anatuita tumshuhudie kwa njia mbalimbali. Hamna mtu anayeitwa kuitwa na Mungu havifanani. Wewe unaweza kuitwa na Mungu namna yako katika utume wako tofauti. Tunaguswa tofauti. Lakini Yesu anachowafundisha watumishi wake au wanafunzi wake, na anachotufundisha siku ya leo, kwamba wote tunapewa Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu anatuongoza. Na katika kutuongoza huko, hajatupa assurance kwamba mambo yatakuwa mepesi. Mambo tutakupata changamoto katika utume wetu, tutaudhiwa, tutasemwa. Kama unajua una nguvu ya kusemwa na ukaendelea, Injili ya leo ukifika nyumbani usome tena. Na hasa wale viongozi ambao tutaapishwa siku ya leo, kama wewe unashindwa kusemwa, you are in the wrong place. Kwa sababu Wakristo wanapenda kusema. Tasema mwenyekiti huyu, mwenyekiti wa aina gani? Hajafanya chochote. Ukifanya vitu atasema is too much, anajipendekeza. Utafanya, yani somo la leo linafariji watumishi na hasa viongozi. Watu watakuchukia, lakini wanapokuchukia, Kristo anatufariji kwamba usifikiri nitasema nini. Ukitaka kujibu au kusema, utashindwa kufanya utume wako ambao unatakiwa kufanya. Na tunapofungua hiki kituo cha sala, ndugu zangu, kitu ambacho kinahitajika ni kujitoa zaidi, kujua unayemtumikia ni nani. Kama unataka kujiconvince moyoni mwako
Kama namtumia huyu, hautajenga. Ujue wewe unafanya kila ambacho unatakiwa kufanya kwa ajili ya maendeleo ya hiki kituo cha sala. Na ujue kwamba ni jukumu langu kuona tunajijenga sisi kama mlivyojijenga kufika hapa. Sasa mnatakiwa kuongeza nguvu. Usichoke njiani. Maana hata na Kristo kumaliza hii injili ametuambia kwamba yule atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kitu ambacho napoanza kanisa, kitu ambacho kinahitajika ni umoja. Umoja, kumtumikia Mungu, kujitoa bila malalamiko. Unapojitoa ukilalamika nyuma, sadaka yako inakuwa unatoa bure. Kwa hiyo unapomtolea Mungu, umtolee Mungu kabisa kwa moyo mmoja, kwa moyo wa upendo, kwa moyo wa kuona unatoka hatua moja unaenda hatua nyingine. Lakini ukitaka kusema nitoe hiki, tena nianze kuuliza maswali, tena nifanye nini, utajenga. Kwa hiyo tunaalikwa ndugu zangu kuendelea na ushirikiano. Huo moto ambao liwawezesha kusema ngoja tuanze kujenga na sisi tupate sehemu ya kumwabudu Mungu wetu, uendelee hivyo hivyo, ndo mtakapoenda kwa haraka. Lakini tukumbuke hata katikati tunapoona mambo haendi, tukumbuke kwamba kila mmoja ana safari yake. Kuna mtu anaweza kuwaleta masafari, amefika hapa anachoka, mwingine anaendeleza safari. Ndo hivyo kwenye maisha yetu ya kiimani, kila mmoja ana safari yake, na safari yake inaweza kufikia hapa, baadaye baada ya mwaka au inaendelea. So ndo hayo maisha yetu ya kiimani ambayo tunahitaji kuyaendeleza kila siku, kuyaendeleza. Tumuombe Mungu kupitia maombezi ya mtakatifu kijana Stefano aimarishe roho zetu, tuwe wajasiri. Yaani tusipokuwa na ujasiri, mtu anaweza kushindwa kusali. Na tumeambiwa katika injili ya leo, na kitu ambacho tunajifunza zaidi kwa mtakatifu Stefano ni msamaha. Stefano alijifunza Yesu alivyowasamehe wale waliomsulubisha, akawasamehe. Stefano alitumia maneno yale yale kuwasamehe maadui zake. Na hicho pia kinatuonyesha kwamba katika kazi yote lazima maadui wawepo, na uweze kushindana na adui wako. Kuna wengine tunawafahamu, kuna wengine hatuna habari nao. Kazi yetu ambayo tunajifunza kutokana na mtakatifu Stefano, sisi ni kuwaombea maadui zetu, wale unaojua na wale usiowajua. Katika sala zako kila siku waombee maadui zako, wale unaojua na wale usiowajua, ili Mungu aweze kuwabadilisha, abadilishe mioyo yao, awape moyo wa upendo, moyo wa kubadilika, moyo wa kutumika, na moyo wa kumpenda Mungu. Kwanza tukimuomba Mungu atupe moyo wa upendo, hatuwezi kuchukiana. Tukimuomba Mungu aendelee kututumia tuwe vyombo vya kuleta amani na uelewano, hatuwezi kumchukia mwingine, au hatuwezi kushindwa kupendana sisi kwa sisi. Tumuombe Mungu aendelee kuimarisha kazi zetu na nguvu zetu na namna tunavyojitoa kila siku, ili kituo chetu cha sala iwe sehemu
ya kuimarisha imani yetu, iwe sehemu ya kuimarisha familia zetu. Na tunaposherehekea siku ya leo, tunapofanya uzinduzi wa leo, pia ni kualika watu wote ya kwamba kama wewe ulikuwa na sababu zako usiende kanisani, sasa hivi kanisa limekuwa karibu. Lakini kuna watu kanisa linapokuwa karibu ndio wanapozidi kurudi nyuma. Kwa hiyo tunawaomba kila mmoja hapa awe balozi wa mwenzake. Unapokuja kanisani umpitie jirani. Unapomkosa unampitia ukiwa narudi, mbona leo sijakuona? Tuishi maisha kama ya wale wafuasi wa kanisa la kwanza. Walikuwa wanajaliana mno. Na ndio hivyo walipojenga kanisa, na sasa hivi ni kanisa la mfano katika historia, kanisa la kwanza. Hao walikuwa na ujasiri wa kusimamia imani. Walikuwa wanajitoa bila kujibakiza. Na sisi tujitoe bila kujibakiza kwa ajili ya kumtumikia Mungu na kwa ajili ya kwanza kujenga ngazi ambazo utapandia kuelekea mbinguni. Nilishasema kwamba matendo tunayofanya hapa, matendo ya huruma, misaada unayotoa, usifikirie unafanya hiyo msaada inatoka bure. Huo msaada hata kidogo unachofanya inaweza kuwa tiketi yako ya kupeleka sehemu tunayotamani wote. Nasema nilikuwa na njaa, sijui ulinisaidia. Kama ile injili tunayo, wale wanaobagua, wewe nenda huku, wa mbuzi na wale kondoo, unaweza kukuta unatakiwa kwenda huku kwa wale ambao ni mbuzi, lakini kitendo kimoja ulichofanya bila mastahili yako au bila kujua wewe, ndio hicho kitaka kukufungulia mlango. Ndugu zangu, tuendelee kumtazama Mama Maria ambayo hizo experience zote tunazoishi, tunazotamani, yeye alizipitia na akazitekeleza vizuri mpaka mwisho, kwamba yeye ni kimbilio letu, yeye ni mama yetu na ni msaada wetu. Atuwezeshe tuweze kukamilisha mipango yetu na tuweze kuishi imani yetu vema, tukimshuhudia Mungu, tukimshuhudia Kristo kama Mtakatifu Stefano. Salamu Maria. Mimi Raymond Herman Method na hapa kuwa katika utumishi wa Kanisa Katoliki Parokia Mtakatifu Agustino wa Hippo Mkokozi, kituo cha sala cha Mtakatifu Stefano Lingato, kwa nafasi ya mwenyekiti wa kituo cha sala. Mimi Thomas Ongito na hapa kuwa katika utumishi wa Kanisa Katoliki Parokia Mtakatifu Agustino wa Hippo Mkokozi, kwa nafasi ya katibu kituo cha sala Mtakatifu Stefano Shahidi Lingato. Mimi Bahati Makamba na hapa kuwa katika utumishi wa Kanisa Katoliki Parokia Mtakatifu Agustino wa Hippo Mkokozi, kituo cha sala cha Mtakatifu Stefano Lingato, kwa nafasi ya katibu msaidizi kituo cha sala Mtakatifu Stefano Lingato. Mimi Violet Masawe na hapa kuwa katika utumishi wa Kanisa Katoliki Parokia Mtakatifu Agustino wa Hippo Mkokozi, kituo cha sala Mtakatifu Stefano Lingato, kwa nafasi ya mhazini. Mimi Winifrida Boniface Muya na hapa kuwa katika utumishi Kanisa Katoliki Parokia Mtakatifu Agustino wa Hippo Mkokozi, kituo cha sala Mtakatifu Stefano Lingato, makamu mwenyekiti. Mimi Almachius Alphonse Raymam na hapa kuwa katika utumishi wa Kanisa Katoliki
Parokia ya Mtakatifu Agustino wa Hippo Mkokozi, kigango cha Mtakatifu Ignasi wa Loyola Mwapemba, katika nafasi ya katibu msaidizi kigango. Nitalinda, kutetea na ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume kama ilivyokiri na kuiungama katikati wa ubatizo wangu na kipaimara, na hapa kuwa taendeleza wajibu wangu wa mujibu wa katiba ya halmashauri ya walei Katoliki Tanzania. Nitakuwa mtii na mwaminifu kwa kanisa na uongozi hierarkia wa kanisa. Nitalitumikia kanisa na waamini wake kwa bidii na uaminifu mkubwa. Nitahakikisha nitenda haki daima bila upendeleo. Nitamshauri hierarkia wa uadilifu, na katika kufanya hivyo nitahakikisha kuwa mkweli na mwaminifu daima kwa maslahi ya kanisa. Na hapa katika utumishi wangu kama kiongozi katika kanisa, nitajitahidi kwa uwezo wangu wote kuwa mcha Mungu na mtu wa sala na ibada, ili nipate kweli kuwa chumvi, chachu, mwanga na kioo kwa jamii inayoiongoza. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Tuwapongeze pia. Amani na salama. Mtupe wimbo wa sadaka, tuendelee na kutoa sadaka. Taleni ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakuomba uwe radhi kuvipokea vipaji hivi katika ibada ya leo, ambavyo tumevitolewa kwa ajili ya sikukuu ya Mtakatifu Stefano Shahidi, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi.
Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika sikukuu ya fumbo hili takatifu, yeye ambaye kwa asili haonekani, ameonekana katika hali yetu ya kibinadamu. Naye aliyezaliwa tangu milele, wakati huu ameanza kuwepo kimwili, ili kwa kuyainua ndani yake yote yaliyoanguka, autengeneze tena ulimwengu wote, na kumrudisha katika ufalme wa mbinguni mwanadamu aliyepotea. Kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika wote tunakusifu, tukiimba kwa shangwe na furaha. Mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo ya imani yetu, Bwana twatangaza kifo chako.
Ee Bwana nakutukuza. Ee Bwana mpaka ujapo. Ee Bwana. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani. Ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu leo na askofu wetu Yuda Tadeus Raichi, askofu msaidizi Henry Mchamungu na wakilele wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, Bwana, tunakuomba tuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mtume wako, amani na wachieni, amani yangu nawapa, usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Mwana
Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Tuombe. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya rehema zako nyingi zinazotuzunguka sisi unaotuokoa kwa njia ya kuzaliwa kwa mwanao na kutufurahisha kwa sikukuu ya Mtakatifu Stefano shahidi kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuketi. Niwakaribishe wazazi wetu Mwapemba. Kamati tendaji iko hapo. Basi anakuja katibu Mr. Mbuya. Karibu sana katibu. Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Okay, labda ni kwa namna pekee kwanza nitoe pongezi kwa baba paroko kwa kuweza kuzindua kituo cha sala siku ya leo. Na pia niwapongeze wanalingato kwa hichi mlichotukionyesha. Sisi kama wazazi mmetupa changamoto kwa kweli. Nafikiri wana Mwapemba mmeona changamoto tunayoona, wamekuja kwa spidi ya mwendo kasi. 5G. Kwa jamani wana Mwapemba, pale tulipo tuongeze kasi na sisi. Ikiwezekana tupandishe hadhi kutoka kigango, ikiwezekana tuwe parokia. Baparoko na Basi mimi sina mengi zaidi kusema, asanteni na tunajivunia kushiriki katika uzinduzi wa kituo cha sala. Asanteni sana. Asante sana Mr.
Tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kufikia siku ya leo na kukamilisha swala hili. Tunamshukuru Baba Paroko kwa kutuzindulia kituo cha sala, lakini kwa nguvu na hamasa aliyotupa kufanikisha swala hili. Ni muda kidogo umepita tokea atudokeze kwamba sasa tujitegemee. Yaani kama yule baba anamwambia mwanae, sasa umeshaoa, tunaishi na wewe na mkeo, tunapika pamoja, sasa jipange, utaanza kujipikia wewe na mkeo. Kijana lazima uwaze mara mbili, nitakuwa natoa wapi mboga? Nitakuwa natoa wapi unga? Lakini ni washukuru wazazi waliotuzaa Mwapemba. Tunawashukuru. Leo nimetangazwa kuwa mwenyekiti wa kituo cha sala. Nawaza mara mbili, nitaweza kuvaa viatu vya Mdete? Nitaweza kufanya yote aliyokuwa nayafanya Mdete? Lakini nawashukuru na nawaomba kama ambavyo mmetuzaa, msituache tunapowaomba msaada wa ushauri. Hapa tufanyeje? Mtusaidie na Mwenyezi Mungu asimame katikati yetu ili tupige hatua. Asanteni sana. Kwa maelezo ya katibu, amenielekeza ni wakaribishe kamati tendaji ya parokia kwa neno la ushauri. Lakini baada ya yote na baada ya kuhitimisha ibada, tunaomba msende nyumbani, tukae pia pamoja, mtupe nasaha za onitable au wanasema onitable. Tukae tuzungumze, mwanze kutupa ABC. Tuanzeje, tupigeje hatua ili tuweze kufika kule tunakokuhitaji. Kamati tendaji ya parokia, karibuni. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwa jina naitwa Abraham Biamungu, mwenyekiti wa parokia Mtakatifu Agustino wa Hippo Mkokozi. Lakini ni vema basi hata nikawatambulisha tena. Makamu mwenyekiti Daniel Mwalimu apungie mkono. Makatibu wamepata uzuru, lakini tuna mweka hazina Mary Macha, tuna mratibu Theodosia wapungie mkono. Basi lakini kwenye kamati tendaji tulikuja hata na mwakilishi Veronica, naomba usimame wapungie mkono. Basi tunamshukuru Mungu kupitia mja wake Paroko Father Julius Mgizi kwa maono haya. Mtoto anapozaliwa inakuwa ni sherehe kwa wote. Kumbe ndo maana umeona leo tumekuja wote UWAKA tuwashangilie. WAWATA kwaya wamekuja na ukwakata yao, wamependeza. Utoto mwakilishi amekuja. Vyama vya kitume Karismatiki, Radio Maria pamoja na Moyo Mtakatifu wa Yesu. Basi niseme tu machache. Moja, kwa uongozi. Moja ya jambo ambalo tulipewa kwenye semina wakati miaka ya kwanza tunaanza uongozi ni kwamba tuuishe roho ya kitume katika utume wetu. Ukiuisha mwenyekiti na kamati tendaji yako roho ya kitume, kwa maana ya vyama vya kitume, watakusaidia sana katika kazi zako. Kumbe mimi katika moja ya karama ambazo Mungu amenijalia, ukiona mtu anaweza kitu, mwache afanye. Kwa hiyo kimya kimya nikiona UWAKA ili wanaliweza, utasikia hata mwenyekiti wa UWAKA anasema nitaongea na paroko. Kumbe ana access na paroko, unamwacha. Anaenda, ukiona labda amepinda kona kidogo, unamvuta shati kidogo, nini, lakini wanakusaidia. Hivyo WAWATA. Unaona WAWATA wanachangamka, wanafanya, wanaweza, unaangalia mambo yanaendaje. Yanaenda vizuri. Ukiona kama yanapinda hivi kidogo, na ushauri baba paroko, sasa hapa watu wamefanya nini? Nasema mambo yanaenda. Vinginevyo kamati tendaji hamuwezi mkafanya kila jambo. Hivyo ukipata mama wa utoto mtakatifu anawapeleka, ukiona nini, mnashauriana na paroko, mambo yanaenda. Karismatiki na tunawapangia majukumu. Hawa bwana wanapenda sana. Baba amesema pale, wenyewe anaenda na mistari. Ukiona tukio amnini, unawasema ili watafanya karismatiki.
Sawa? Hawa bwana wana kiu ya mikesha. Ukiona mkesha unasema hivyo hivyo. Kuongoza kwa ujanja. Basi kwaya huwa anatutia shime. Ukiona mambo yamekuwa magumu kidogo, unaongea na kwaya kidogo, jamani, kuna uinjilishaji tunaija, sasa wanakwaya vipi, mmejipangaje? Hivyo hivyo. Mwisho wa siku unaona miaka 3 imeisha, uchaguzi mwingine umekuja, miaka 3 mingine, kama sisi tunasubiri uchaguzi mwezi wa 3. Tumsifu Yesu Kristo. Basi yote yanakuwa ni heri. Na kwa hiyo parokia inapoongezeka, inapopanuka, basi tunamshukuru Mungu. Jambo moja labda baba paroko atalitolea ufafanuzi. Naona mwenyekiti wa UWAKA amesema mwezi mmoja, lakini kituo cha sala na kigango ni mandate ya baba paroko. Hata akifika Ponde akasema lakini hao wamefanya vizuri, hata kesho anaweza akawafanya kuwa kigango. Kigango na kituo cha sala ni miongoni ni majukumu ya nani? Ya baba paroko. Lakini baada ya hapo ni askofu. Parokia teule na parokia hizo sasa, kwa juhudi ambazo mtaonyesha na mashauriano na baba paroko, kwa hiyo basi mtafunga safari, mtaenda kwa askofu mkuu. Kwa hiyo msije mkasema lakini baba tumejitahidi, sasa mbona hatui parokia? Sio la kwake. Lakini mkifanya vizuri, basi yote ni mema. Mwisho, nadhani katika utume, labda Mama Macha ndo ana utume mrefu kutuzidi wote. Mama Macha, naomba usimame. Asante. Mimi sina miaka mingi sana kama Mama Macha kaa, lakini na kwa historia ambao ninaikumbuka, na kwa sababu mimi pia ni mpenzi wa historia, nadhani nyie ndo mmeanza kwa kasi ya ajabu sana. Nimehamia maeneo ya Mkokozi mwaka 2016. Kama sikosei hata umeme tulikuwa hatuna. Unaona? Sasa nyie naona hata nyaya zimeshakuja. Nilikuja huku juzi na baba paroko msaidizi kuangalia maandalizi. Kulikuwa ni vumbi. Leo nimekuta floor. Mnaenda vizuri sana. Kwa hiyo na mimi nimechomekea hivi hapa, labda kurainisha moyo wa paroko, anaweza akasema hata mwezi mmoja ni mwingi kama alivyodokeza mwenyekiti wa UWAKA, lakini yote ni heri, tunamwachia. La mwisho kabisa, leo tuko wengi. Kwa hiyo kumbe sadaka hata ya leo inaweza isitoe kiashiria. Sasa tutaanza kuangalia kuanzia wiki ijayo kwamba hii ilikuwa ni mlianza na ile kasi ya 5G ilikuwa ni ya kwenu kweli au nini. Lakini tunaomba sasa tukija kusali basi tusirudi nyuma, kwamba msimkatishe tamaa baba paroko kwamba labda alifanya makosa. Tunaomba tukija basi tukute watoto kanisani, wakina baba na wakina mama wanasali. Sawa Ndiyo. Hapo basi itatoa picha halisi kwamba hao watu kweli bado wanahitaji kweli hiki kituo cha sala na wanania ya kukua. Kwa Dar es Salaam kuna changamoto kubwa sana. Mkirudi nyuma kidogo, hususan kwaya, mwenyekiti wa UKWAKATA ameongea vizuri. Ukipiga hivi utaibukia Mikwambe, ukipiga hivi utaibukia Kisarawetu, ukirudi hivi utarudi kwa wazazi wenu Mwapemba. Kwa hiyo watu wasipofurahia misa watasema bwana huku Lingato misa zinaboa. Kwa hiyo naomba basi sote tubebe hili jukumu, tuchangamke, tuimbe, tufurahi kwa uchaji, ili basi tuendeleze kituo chetu cha sala cha Mtakatifu Stefano Shahidi Lingato. Amani na salama. Asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana na kila laheri. Tumsifu Yesu Kristo. Amani na salama. Nafikiri mmesha sema ya kutosha. Naomba tu kuongeza kidogo. Mimi sina haraka ya kuwapa kigango, ila kama nilivyowaambia Mwapemba, narudia,
Kigango naweza hata kuwapa miezi miwili, lakini kinachohitajika, nataka nione ushirikiano wenu na parokiani. Hiyo ndo jambo la msingi. Tunaposema tuna matukio ya kiparokia, mnashiriki kivipi? Hiyo ndo jambo la msingi kwanza. Kitu mnachotakiwa mtoe ushirikiano. Na majitoleeni yaanze kuonekana. Lakini vitu vya msingi, jumuiya msali, fungu la 10 mwanze kutoa, viongozi mwanze kukaa kutembeleana na jumuiya, hapa ni karibu sio mbali. Watoto waanze kuja kusali na mambo yaweze kwenda vizuri. Mkienda vizuri, hamna haja ya kuwakalisha bila kuwa kituo cha sala. Mnakuwa kigango. Na huku mjue nyie mna baraka, kwa sababu watu wengi wanahamia huku. Which means kila mwezi mnaweza kupata mhamiaji kila mwezi. So kabla ya mwezi wa 5 tutaona upepo unaendaje, ili tuweze kuangalia tutafanyaje. Kama mnataka msaada, mnaomba msaada, lakini viongozi mwe kitu kimoja, mfanye kazi, mjitoe kwa ajili ya maendeleo ya kituo cha sala chenu. Mmeomba muda mrefu, hata kabla mimi nilipokuwa toa ngoma mlikuwa mnaomba. Sasa mmepewa. Je, mtaishi yale mliokuwa mnasema? Mkifanya hivyo, well and good. Tunaenda vizuri. Amani na salamu. Nawatafutia katekista. Mama mlezi nilikuwa nimemwomba mke wa nani? Wa nani? Mke wa Ongito. Bado alikuwa anawafundisha. Akawaji. Kwa nini hawaji? Basi, mwanzie hapo. Watoto lazima mwakusanye. Huku mna watoto wengi. Zaidi hata ya Mwapemba. Lakini mjue michango ya parokia inaendelea hivyo hivyo. Mikutano hivyo hivyo. Mnajua hata kama Mwema 8 wanakuwa wachache, kitu kimoja tu ukiwaambia leo kuna tukio la kiparokia, unaona waumini wengi kutoka Mwema 8 wamekuja. So hao hata kama ni 10 lakini ni waaminifu, lazima tuwafate kule, si ndio? So hicho ndo kitu cha msingi na cha muhimu ambacho mnatakiwa kukiendeleza huku Mringato. Wanakwaya Waringato ni wangapi? Hebu msimame. Waringato ni wewe peke yako? Mko wawili? Na huyo ameshajiunga rasmi, mpigie makofi. Mtatafuta na wengine hata mkiwa 10, hata mkiwa 6. Mnaanzia hapo, si ndio? Kwa hiyo sitaki kuona Mapemba tena. Napenda kuwashukuru kamati ya liturujia. Kamati ya liturujia mko wapi? Ya parokiani. Nawashukuru sana kwa kufika siku ya leo. Kwa wamewakilisha. Yaani huu ndo umoja. Kama tukio liko huko tunaenda. Kama kwaya walivyofanya leo. Ukakwata ni kama umeanza kufufuka. Ulikuwa umekufa lakini sasa umefufuka. Muendelee na huo umoja. Mnapoenda hivyo mnatia nguvu. Sio tu kuna shida ni kwamba kuna wale wa matukio kama kipindi cha Christmas. Kikipita basi wengine wanatulia. Lakini mkiendelea namna hii na huo umoja na ushirikiano, mnahamasisha pia wengine kujiunga na kwaya. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana wote kwa ujio wenu siku ya leo. Ni siku ya furaha na sisi tuko pamoja kwa support. Kama tulivyosema, tulivyoongea huko,
behind the scenes, muendelee na hayo. Yakitokea mnaleta taarifa, tunaona tu tunafanyaje. Basi tusimame tupokee baraka, na baraka ya chakula. Inameni mpokee baraka. Mungu mwenye wema usio na mwisho, ambaye kwa njia ya mwanaye alijifanya mwanadamu, amelifukuza giza ulimwenguni, na kwa kuzaliwa kwake katika utukufu ameangaza siku hii takatifu sana, apende kuwaondolea giza la upotovu na kuiangaza mioyo yenu kwa nuru ya fadhila. Mungu aliyemtuma mwanae, aliyemtuma malaika wapashe habari wachungaji habari ya furaha kubwa ya kuzaliwa kwa Mwokozi, apende kuijaza mioyo yenu furaha yake na kuwafanya wajumbe wa injili yake. Mungu kwa njia ya umwilisho wa mwanae aliunganisha mambo ya mbinguni na yale ya duniani, apende kuwajalia ninyi amani yake na mapenzi mema, na kuwashirikisha katika maisha ya kanisa la mbinguni. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu washukie na kukaa nanyi daima. Nendeni na amani.